nchi ya Tanzania. Leo tupo hapa katika ofisi za bima ya shirika la bima ya taifa NIC Mwanza, na hii ni ofisi ya kanda. Tumekuja hapa maalum kabisa kuzungumza na meneja kanda kuweza kujua mawili matatu kuhusiana na kile ambacho wanakifanya kama bima za aina gani ambazo wanazitoa, na hii yote ni kuhakikisha kwamba wewe kama mwananchi ambaye unatazama Inland TV unapata kujua kile ambacho wanakifanya, na hii ndio the morning agenda kwa ajili yako. Karibu sana na tuungane pamoja mpaka pale mwisho. Tutarejea mara baada ya matangazo machache yafuatayo. Leo tuko naye hapa kwa ajili ya kuzungumza machache kuhusiana na kile ambacho wanakifanya kama shirika la taifa la bima ama bima ya taifa ambayo maarufu kama NIC. Mimi ni Fabian Fanuel, niko hapa kuongozea mjadala huu nikiwa na wapiga picha wangu ambao baadaye utawajua wote ambao tuko nao hapa. Na kwa sasa tufungue mjadala, niko na mheshimiwa kwa faida. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana. Kwa faida ya watu ambao wanakutazama pale, naomba tujue majina yako na nafasi yako ni ipi? Asante. Naitwa Stella Marwa, ni manager wa mkoa, shirika la bima la taifa kanda ya Ziwa. Okay. Anaitwa Stella Marwa, huyu ndio meneja wa mkoa wa shirika la bima la taifa na yuko hapa Mwanza. Kwa mtu ambaye anatazama Inland Television pale, anataka kujua tunapozungumzia swala la bima ya taifa ama NIC, tunakuwa tumelenga nini? Yaani mtu ambaye hajui kabisa ndo anasikia kuna NIC, kuna bima ya taifa, ni kitu gani hicho? Ni dude gani hilo? Asante. NIC ni kifupi cha neno National Insurance Corporation of Tanzania Limited au shirika la bima la taifa. Ni kampuni ya bima iliyoanzishwa mwaka 1963 mwezi wa 10 tarehe 16, na ilikuwa ni kampuni pekee ya bima inaumilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kipindi hicho ilikuwa inamilikiwa kwa sehemu, lakini baada ya azimio la Arusha 1967 ilimilikiwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Wizara ya Fedha, na ni shirika ambalo linatoa huduma za bima za mali na ajali pamoja na bima za maisha, na ni shirika la umma, shirika la kibiashara. Okay. Linahusika na mambo ya bima. Bima zimekuwepo nyingi, lakini tuzungumzie shirika la taifa. Wazo la kuanzisha shirika hili lilikuwa ni nini? Najua limeanzishwa muda mrefu, lakini kwa sababu kwa mmoja kati ya wahusika unaweza kujua kwamba serikali iliona nini kwa ajili ya kuja na wazo hili. Kikubwa shirika lilianzishwa kwa ajili ya kutoa huduma za bima za mali na ajali pamoja na bima za maisha, ili kuwapunguzia wananchi mzigo wa hasara za kifedha pale wanapopata majanga, kwa sababu mwananchi akipata janga akiwa amebeba mzigo mkubwa wa hasara, basi ile hasara inampelekea mwananchi kutokuwa na utulivu wa akili. Kwa serikali iliamua kuanzisha hili shirika ili kuweza kupunguza majanga yanaweza kuwasababishia wananchi kuendelea kuwa maskini kabisa. Okay. Na hili shirika la NIC lina faida gani katika ujenzi wa maendeleo katika nchi ya Tanzania? Maendeleo makubwa ya shirika la bima, kwanza katika sekta ya bima. Kwanza NIC ni mwanzilishi wa sekta ya bima. Kwa zaidi ya miaka 62 shirika limekuwa likitoa huduma za bima za mali na ajali. Pia mchango mkubwa ni kuhakikisha linaendelea kutoa huduma mbalimbali za kibima kama bima za vyombo vya moto, bima za ajali,
bima za ulinzi dhidi ya majanga ya wizi. Pia linawasogezea wananchi huduma za kibima kule waliko, basi wanakuwa wanapata kile wanachokitarajia kutoka taasisi hii ya serikali. Tukija kwenye swala la bima, hasa tuzungumzie bima ya maisha. Bima ya maisha ni nini? Kwa mtu ambaye anatazama pale anasikia kuna bima, tuzungumzie bima ya maisha. Bima ya maisha ina lengo gani? Bima ya maisha ni mkataba kati ya kampuni ya bima ya maisha na mtu binafsi, kikundi au taasisi, kwa makubaliano ya kuchangia ada kidogo kidogo kila mwezi, kila baada ya miezi mitatu, kwa mwaka, au kulipa kwa mkupuo, kwa lengo la kwanza kuweka uwekezaji au kujiwekea akiba itakayokuwa na faida pale mkataba wa bima ya maisha utakapofika mwisho, au kutoa kinga dhidi ya majanga yanayoweza kuathiri matarajio ya wategemezi wa mbima. Nasema mtu anayekata bima anaitwa mbima, matarajio ya wategemezi wake, majanga kama kifo. Kwa bima ya maisha inatoa ulinzi wa kifedha kwa familia endapo janga litatokea na likamsababishia mwananchi au mbima kutokutimiza matarajio yake, basi familia yake inakuwa iko katika sehemu ambayo ni salama kabisa. Kama waliplani kusoma shule nzuri, basi watasoma, kwa sababu kikubwa bima ya maisha inatoa financial protection. Inampa mtu fursa ya kuweka akiba yenye uwekezaji ndani yake, inaitoa faida baadaye. Okay. Na inakuwa na tunaitazama kwa matazamio kwamba leo wewe umekata bima yako ya maisha ya miaka 5. Baada ya miaka 5 ile bima yako itakuwa imeiva au imefika mwisho wa mkataba wake, basi utarudishiwa zile pesa zako zote ulizochangia na faida juu ya uwekezaji. Kwa hiyo inatoa fursa ya mwananchi kuwa na tabia ya kujiwekea akiba. Pia inatoa kinga sasa dhidi ya janga la kifo, kuhakikishia familia yako upo au haupo itaishi maisha ambayo wewe ambaye tunasema ndo ulikuwa mchangiaji mkubwa wa kipato cha familia. Hivyo basi hii bima ya maisha kwa ufupi sana sio bima kwa ajili ya kifo, ni bima kwa ajili ya uwekezaji ambao utaondolea familia yako mbima msongo wa mawazo. Okay. Kwa mtu ambaye anatazama pale, ambaye ni mfuatiliaji wetu wa kipindi cha leo cha The Morning Agenda, anataka kujua kuna aina ngapi za bima ya maisha na mnufaika ambaye ndio huyu mbima ambaye anahusika na wale wategemezi wake, anataka kujua zipo aina ngapi, ni moja tu ama zipo aina nyingi, na wananufaikaje hawa wahusika? Kwa shirika la bima la taifa, kwenye bima ya maisha kuna aina kuu mbili za bima za maisha. Kuna bima mtu mmoja na kuna bima ya maisha ya vikundi. Tukianza na bima ya maisha ya vikundi, na zenyewe zimegawanyika. Kuna vikundi ambavyo vinatoa mikopo, tunaita credit life. Ile bima inamsaidia either kama ni SACCOS, ni vikoba, ni taasisi ya fedha iliyotoa mkopo wake, kulinda ule mtaji wake, kwamba leo ikitokea aliyekopa amefariki, basi yule mkopeshaji asipate hasara. Anahakikisha bima inarudisha ule mtaji wake na hawezi kwenda kuidai familia. Kwa hiyo kuna hizo bima ambazo zinakatwa na hizo taasisi zinazojihusisha na mambo ya ukopeshaji. Lakini pia kwenye hizo bima za vikundi kuna bima ya kikundi inayokatwa na wale wanaofanya utafiti wa kisayansi, tunaita clinical drug trials. Leo mtafiti anakuja kufanya utafiti, lazima atawahusisha baadhi ya watu, tunasema participants ndani ya ule utafiti. Kwa lazima akate hiyo bima kwamba ikitokea huo utafiti wake umesababisha majanga kwa wale members au wale participants wanaoshirikishwa kwenye ule utafiti, basi waweze kufidiwa.
Mtu anaweza akawa anafanya utafiti labda dawa yoyote ile, mtu akaitumia then ikamletea madhara imetokana na ule utafiti, au mtu anaweza akawa anatoka nyumbani kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli ya utafiti, amepata ajali. Kwa hiyo bima pia ni ya vikundi ambayo inamhakikishia yule ambaye amekuwa involved kwenye ule utafiti anakuwa salama na amekatiwa hiyo bima. Lakini pia tuna bima ya vikundi tunaita ni group life. Unaweza ukawakatia wafanyakazi wako bima kama kikundi. Inategemea sasa wewe ambaye ni mwajiri unataka uwakatie hicho kikundi wafanyakazi wako bima ya aina gani. Kitokea mfanyakazi amefariki, wategemezi wake walipwe mishahara mingapi kwa miaka mingapi? Kwa sababu hiyo inampa mfanyakazi utulivu wa akili anapokuwa anafanya kazi, anajua leo nisipokuwa na kazi, nimepata ulemavu wa kudumu, basi nina hiyo bima. Hiyo ni bima upande wa vikundi. Lakini pia kuna bima ya mazishi, tunaita group funeral cover. Hii pia inatolewa kwa kikundi, ambayo bima hii inatoa fidia au inagharamia gharama za mazishi endapo mlima mwenyewe amefariki au mtoto mwenza, mama, baba mkwe, mama mkwe, tunatoa mkono wa pole na kugharamikia zile gharama za mazishi, badala ya kuendelea kuchangishana, kuanza kulaumiana, ndugu yangu hajanichangia, nimefiwa. Kwa hiyo kuna hiyo bima ambayo tunaitoa sisi kama NIC. Hiyo bima ina vifurushi vyake, inategemea mwanachama amechagua kifurushi gani. Lakini ikija upande wa pili, hii bima ya mtu binafsi, zipo aina tofauti tofauti. Kuna bima ambayo ni bima ya uwekezaji, tunaita ni bima ya majaliwa. Inampa mwananchi au mbima fursa ya kutimiza matarajio ya wategemezi wake kwa kujiwekea akiba kidogo kidogo kulingana na kima cha bima atakachochagua muda wa bima. Mfano, mwananchi anaweza akasema mimi baada ya miaka 10 nahitaji kujenga nyumba ya milioni 100. Tunaangalia milioni 100, umri alionao sasa hivi, kila mwezi atakuwa anachangia kiasi gani, ambayo ni ada ya bima. Kama nilivyosema mwanzoni, lazima kunakuwa na makubaliano ya kuchangia ada ya bima kidogo kidogo. Basi atakata hiyo bima akiwa na uhakika kwamba baada hiyo ya miaka 10 atajenga hiyo nyumba yake ya milioni 100 ambayo anategemea. Hata kama asipokuwepo, bado ile nyumba itajengwa na wategemezi wake atakaowaacha, kwa sababu bima ya maisha inakupa assurance kwamba upo au haupo, yale matarajio yako yatatimizwa. Hiyo ni bima ya majaliwa. Lakini ikifika pia hiyo miaka 10, asipofikisha hiyo miaka 10, ikatokea sasa bahati mbaya amefariki labda kwa ajali, yeye matarajio yake yalikuwa ni ndani ya miaka 10 ajenge nyumba ya milioni 100 au afanye uwekezaji wowote wa milioni 100, lakini amefariki, amechangia michango 3 au 1, bima itawajibika kuwalipa wategemezi milioni 100 ambayo alisema ataichangia. Na akifariki kwa ajali, familia italipa milioni 200. Hiyo ni aina moja. Kwa hiyo zipo nyingi. Kuna bima ambazo pia ni za uwekezaji. Kwenye hizo bima ya mtu binafsi kuna bima ya uwekezaji, tunayo bima yetu ya BimLife ambao mtu anaikata kwa ajili ya uwekezaji. Kila mwaka anakuwa anapata gawio ya riba nzuri tu, riba shindani tunasema. Lakini pia kuna bima ambayo tunasema ni bima ya malengo. Anakuwa na malengo yake, the same kwamba mimi baada ya muda fulani nataka niwekeze kiasi fulani. Akishachangia baada ya miaka 2 anapata bonus yenye riba shindani, lakini isipofika kwa muda aliyosema amepata janga la kifo, sisi kama bima tunawafidia wategemezi. Kwa bima hizi za maisha ziko nyingi. Tuna bima pia ya ndoa. Leo kijana ameajiriwa, anataka kuoa baada ya miaka 5, 7. Anakuja na hisia, anakata bima ya ndoa kwamba mimi baada ya miaka 7 nahitaji kuvuta jiko. Kwa hiyo sisi tunachokifanya tunamkatia bima ya maisha. Ikifika miaka 7 haangaiki kuchangisha wananchi, ndugu jamaa marafiki nichangieni, anaenda kukopa kwa ajili ya harusi. Bima yake inakuwa imefika mwisho, anapewa pesa yake, anaenda kufunga ndoa.
Kwa hiyo ziko aina nyingi. Kuna bima nyingine ambayo ya mtu binafsi akikata leo akichangia miaka mitatu anapata 20%. Baada ya miaka mitatu tena anapata 20% yake. Baada ya miaka 6 anapata 40%. Ni bima ambayo pia inatoa mpango mzuri wa kupata kiasi kidogo kidogo kwa ajili ya kujikimu. Okay. Hizo ni bima za maisha. Okay. Mtazamaji, kama tuko pamoja, hii ni The Morning Agenda na kipindi maalum kabisa. Leo tuko ofisi ya NIC, National Insurance Corporation of Tanzania, yani shirika la bima la taifa, na kwa bahati nzuri na kwa neema nzuri nazungumza na meneja wa shirika hili mkoa wa Mwanza ambaye pia anasimamia kanda, kuhakikisha kwamba tunajua mawili matatu ambayo yanafanyika katika shirika hili, na umetoka kumsikia akizungumzia aina za bima na ametoa kuzungumzia bima ya maisha. Stella, wananchi wengi wanaamini kwamba bima ni gharama sana. Wengine hawana elimu ya kutosha kuhusiana na bima. NIC mnafanyaje kuhakikisha kwamba mnawapa elimu ili watambue kwamba bima sio kitu kigumu, kila mmoja anakiweza? Asante. Sisi kama shirika la bima la taifa, wajibu wetu mkubwa ni kuhakikisha wananchi wanapata elimu ya bima. Tumekuwa tukitoa hii elimu ya bima kupitia tamasha mbalimbali. Tumekuwa na program za kupita mtaa kwa mtaa, tunaita NIC Kitaa, kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapata elimu ya bima. Tumekuwa tukishiriki maonyesho kama hapa Mwanza, kuna maonyesho ya East Africa yalifanyika, kuna maonyesho ya 88. Kwa hiyo tumekuwa tukiendelea kutoa hizo elimu ya bima, kwa sababu bima sio gharama. Bima sio gharama ya ziada. Bima ni kinga dhidi ya hasara za kifedha. Kwa hiyo sisi kama NIC tumewekeza sehemu kubwa kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata hii elimu ya bima, ikiwa pamoja na kutumia vyombo vya habari kama hivi kuwaelimisha wananchi. Okay. Na mnakutana na changamoto gani mnapoelewesha wananchi kuhusiana na swala la bima, hasa tukitoma kwenye bima ya maisha? Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo, kwanza ni uelewa duni au uelewa mdogo kwenye masuala ya bima za maisha. Watu wengi wanaamini bima ya maisha ni kwa ajili ya kifo, lakini bima ya maisha sio kwa ajili ya kifo. Bima ya maisha ni uwekezaji. Bima ya maisha ni kujiwekea akiba itakayokunufaisha baada ya mkataba wako wa bima ya maisha kufika kikomo. Na changamoto nyingine tunakutana nayo ni dhana potofu kuhusiana na bima na matarajio mtu anayokuwa anafikiria kwamba yeye anafikiria bima ipo kwa ajili ya kumnufaisha wakati akipata labda majanga, lakini bima ipo kwa ajili ya kumrejesha alipokuwa mwanzo. Wengine wanafikiri kwamba leo nikikata bima yangu ya nyumba, hiyo nyumba basi nimeshaitabiria kuwaka moto. Changamoto kama hizo. Au nikikata bima ya maisha leo basi nimeshajitabiria kifo. Kwa sisi kama NIC tumekuwa tukihakikisha tunawaelimisha vizuri kuhusiana na hizi bima zinavyofanya kazi, zinalinda nini, ni wakati gani unaweza ukafidiwa, ni janga lipi liko ndani ya bima, janga lipi haliko ndani ya bima. Okay. Sasa mmesha kuwapata watu wanataka kujiunga na bima tofauti tofauti. Utaratibu wa kujiunga ukoje? Utaratibu wa kujiunga ni mrahisi sana. Kwanza, ili uweze kujiunga na bima, lazima ujue unahitaji bima ya aina gani. Kwa maana nimesema tunaendelea kutoa elimu. Ukishajua kwamba mimi nataka kujiunga na bima aina gani, pengine mimi nataka kujiunga na bima ya majaliwa, bima ya maisha, tutakuhitaji ujaze fomu ya maombi ya bima. Ukishajaza fomu ya maombi ya bima, fomu ambayo itakuwa na taarifa za mwananchi, ambao tutahitaji atuelezee kuhusiana na anataka bima ya shilingi ngapi, na sisi tutamwambia anachangia kiasi gani. Akishajaza hiyo fomu, basi tutampa utaratibu wa kuchangia. Kama uchangiaji uko aina tofauti, anaweza akachangia kupitia kwa mwajiri,
anakatwa kwenye mshahara kila mwezi, au anaweza akalipa keshi, ambao keshi tunampa control number. Sisi kama bima hatuchukui pesa ya mtu mkononi. Kwa hiyo anapata control number yake huko aliko. Kama ni bima ya miaka 5, atapewa control number ya miaka 5, kila mwezi atakuwa analipia ile control number. Tutampa mkataba wake wa bima ya maisha, atakuwa mwanachama hai na atakuwa amejikinga na ameipa assurance familia yake kwamba itaishi kwa amani, awepo asiwepo. Lakini pia inategemeana na bima nyingine ambayo mtu amechagua. Kwa hiyo kila aina ya bima ina taratibu zake. Mtazamaji wa Inland Television, tuko hapa ofisi za NIC Mwanza. Hizi ni ofisi ambazo ni rasmi kwa ajili ya utoaji wa bima, na kama alivyozungumza na Stella, ni bima tofauti, ingawa bima ya maisha sasa hivi ndio bima ambayo wanaizungumzia sana. Kama unatazama hapo na una maswali pia unaweza kuyauliza, nikupe namba hii ya ujumbe mfupi, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi na baadaye tutamuuliza meneja kuhusiana na kila ambacho umekiuliza. Namba yetu ni 0798 64 5045, 0798 64 5045. Tarudia tena, namba yetu ya ujumbe mfupi ni 0798 64 5045. Tuma ujumbe wako mfupi kama una swali lolote ambalo unataka kumuuliza Bi Stella ambaye ni meneja wa NIC Mwanza. Atakujibu vizuri na utasuzika. Na kama kuna watu pia wana maswali mengi kuhusiana na bima, hiyo ndio namba ambayo tunapokea ujumbe wako ama pendekezo lako ama swali lako kuhusiana kile ambacho tunakizungumza. Na hiki ni kipindi cha The Morning Agenda. Mimi naitwa Fabian Fanuel, niko hapa na meneja wa NIC. Tunapata nafasi ya mapumziko. Tutakaporejea tutakuwa na maswali mengine yanayofuata, na zaidi sana kutazama kile ambacho umekiandika katika ujumbe wako mfupi ambao umeutuma kwetu. Nyimbo zetu. Yes, ni nyimbo zetu. Ulikonitoa sijasahau, yote nimeandika moyoni. Karibu katika kipindi cha nyimbo zetu. Hapa utakutana na waimbaji mbalimbali, walimu wa nyimbo na wanamuziki wakielezea mambo mbalimbali yahusuyo muziki wa Injili kutoka ndani na nje ya Tanzania. Usikose kufuatilia kipindi hiki, ni hapa Inland TV pekee. Nini siri hasa ambayo imekupelekea mpaka sasa bado unaendelea kumtumikia Mungu? Tumeketishwa na ukuu kwa mambo mengi. Ndio. Toka kipindi hicho ambacho unahudumu kama mwalimu, unakuta kikundi kinachukua zaidi ya walimu 3. Mimi sioni kama inajenga sana kwaya. Nini kifanyike sasa angalau na wenyewe viwango vikue? Tangu mwaka 1977 uimbaji umebadilika. Hivyo tunaenda hivyo, ndio utumishi wenyewe. Ndugu yangu, niliokolewa na kwaya moja ya Shinyanga inaitwa Tumaini. Ndio. Ulikuwa na kichocheo ndani yako kwamba niwe mwana kwaya. Kilikuwa ni kikubwa sana. Ukilijua hilo kwamba ninamtumikia Mungu wangu. Kwa kumtegemea Mungu tunamshukuru, anakuwa anatuvusha mahali kutupeleka mahali. Napata hekima ya kimungu zaidi. Ndio. Ambayo Mungu amewekeza kwao. Kazini wanabanwa ruhusa na kadhalika. Mapigo ya moyo wa mwanadamu anayeyafahamu ni Mungu. Ndio. Nyimbo zetu. Yes, ni nyimbo zetu. Utakutana na waimbaji mbalimbali, walimu wa nyimbo na wanamuziki wakielezea mambo mbalimbali yahusuyo muziki wa Injili kutoka ndani na nje ya Tanzania. Usikose kufuatilia kipindi hiki, ni hapa Inland TV pekee.
Ule wakati wa mtoko wa idara ya wanawake AICT umewadia. Ewe mwanamke, umejiandaaje? Uongozi wa idara ya wanawake AICT unakukumbusha na kukukaribisha kwenye kongamano la idara ya wanawake AICT litakalofanyika katika chuo cha ualimu Dayosisi ya Tabora. Kongamano la wajane likianza tarehe 15, tarehe ya kufika ni tarehe 14 hadi tarehe 17, na kongamano la wanawake wote tarehe ya kufika ni tarehe 17 likianza tarehe 18 hadi tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026. Watumishi wa Mungu wako tayari kufundisha, kuhubiri na kuombea siku zote za kongamano. Neno la Mungu litafundishwa na askofu mkuu wa AICT Musa Masanja Magwesela. Somo la mjane mcha Mungu litafundishwa na mwalimu Heaven Light Swai kutoka KKKT Dar es Salaam, na somo la ujasiriamali kwa vitendo litafundishwa na mwalimu kutoka SIDO Tabora. Lakini pia somo la ndoa na malezi litafundishwa na mama Flora Yona kutoka kanisa la Moravian Tabora. Somo la mwanamke mcha Mungu na uchumi litafundishwa na baba mchungaji Tobias Kazwanomo, katibu wa AIC Dayosisi ya Mwanza. Kumbuka, ni kongamano la 3 la wajane na kongamano la 6 kwa wanawake wote wa Africa Inland Church Tanzania mwaka huu 2026, likifanyika katika chuo cha ualimu kilichopo mkoa wa Tabora. Kwa ufafanuzi na maelezo zaidi, wasiliana na viongozi wa wanawake ngazi ya Dayosisi, jimbo, pastoreti ama local church kupata maelekezo zaidi, au unaweza kuwasiliana na mkuu wa idara ya wanawake AICT kwa simu namba 0753 999 812. Wanawake wote mnakaribishwa. Mtazamaji wa Inland Television, hii ni The Morning Agenda. Mimi naitwa Fabian Fanuel, niko hapa katika ofisi ya shirika la bima ya taifa NIC, na leo tumepata abra ya kuzungumza na meneja wa shirika hili katika ngazi ya mkoa wa Mwanza. Anaitwa Stella Marwa, ambaye tunazungumza naye. Tumeanza muda mrefu kidogo uliopita. Kama unaungana na sisi sasa, bado hujachelewa, nafasi yako ipo, na tutarudia baadaye kujulisha nini ambacho tumekizungumzia toka mwanzo. Lakini kubwa zaidi tunazungumzia bima. Nini maana ya bima, aina za bima, na tumetoa sana kuzungumzia bima ya maisha. Ina faida gani katika mtu ambaye anaangalia, ama kwa familia, ama kwa mtu binafsi, ama kwa kikundi? Bima ya maisha ni ya namna gani? Tumeambiwa bima ya maisha ni uwekezaji, lakini pia ni ulinzi wa maisha yako pamoja na wategemezi wako ambao wapo. Karibu sana. Hii ni The Morning Agenda, na sasa hivi tuende moja kwa moja kwenye maswali yetu iliyopo hapa. Tunaona dunia ya utandawazi unakuwa sana, mitandao inakuwa kwa wingi, na NIC naona pia mnapambana hapo kuhakikisha kwamba na nyinyi hambaki nyuma. Mnatumiaje hizi fursa za online platform kuwafikia watu? Maana tunajua watu wengi wanapatikana huko siku hizi. Asante. NIC tunahakikisha kwamba mwananchi sio lazima afike ofisini kukata bima. Kwa hiyo tuna application yetu ya NIC Kiganjani ambayo inapatikana kwenye App Store. Anaidownload, anaipakua, anaweza akajikatia bima ya aina yoyote ile akiwa nyumbani. Anaweza akafuatilia madai yake akiwa nyumbani. Mwanachama wetu wa bima za maisha anaweza akafuatilia michango yake kupitia hiyo NIC Kiganjani. Anaweza akatoa maoni yake kupitia social media zetu. Tuko kwenye Instagram, tuko kwenye Facebook, tuko kwenye LinkedIn. Kwa hiyo NIC kwa hii teknolojia inayokuwa, tumehakikisha tunaendana na teknolojia kuwahakikishia wateja wetu wanapata huduma za bima kwa uharaka akiwa popote pale. Na bahati nzuri sisi malipo yetu, nitangulia kusema, hatupokei cash. Kwa hiyo akijikatia bima atapata control number kwenye simu yake, atalipia, atapata mkataba wake wa bima kwa kupitia simu ya Kiganjani. Lakini pia kwa wateja wetu wa bima za maisha, anapata huduma ya mikopo midogo midogo kwa kutumia dhamana ya bima yake ya maisha. Kwa kutumia pia hizi simu zetu, anaweza akipiga nyota 150 44 reli, atapata huduma ya mkopo mdogo mdogo
Lakini akiwa ni mwanachama kwa kutumia dhamana ya bima yake ya maisha, lazima awe mwanachama wa bima za maisha. Na hivi mikopo midogo midogo umesema inaanzia kiasi gani? Let's say mimi ni mwanachama wa bima maisha. Hii mikopo midogo midogo inategemea na michango yako wewe unayotoa. Kuna asilimia fulani ambayo utakopeshwa kulingana na michango yako iliyopo. Kumbe mtu anapokuwa amejiunga na bima ya maisha na akatokea hapo katikati ana changamoto za kuhitaji fedha, inakuwa ni kama dhamana yake. Akiwa na changamoto ya kuhitaji fedha, umefika nyumbani unaambiwa mama gesi imeisha. Mama sijui umeme umekata. Unaingia tu kwenye simu yako unapiga nyota 150 nyota 44 reli, utahitajika kuingiza mkataba wako, namba yako ya bima pale, unapata mkopo wako ndani ya dakika moja, unatatua changamoto yako. Shirika la Bima la Taifa NIC ndio shirika mama la bima hapa Tanzania. Tunajua yapo mashirika mengi ambayo pia yanajihusisha na bima. Mnafanyaje kazi nayo? Shirika la bima ndio shirika kongwe, na ndio maana kauli mbiu yetu tunasema sisi ndio bima, kwa sababu sisi ndio waanzilishi wa sekta ya bima nchini. Tunafanya kazi na mawakala nchi nzima. NIC tupo nchi nzima. Tunafanya kazi kila mkoa tuna ofisi. Lakini pia mna mawakala kwenye mikoa, kwenye mawilaya. Tunafanya kazi na mabenki. Mabenki yapo kila wilaya, kila mkoa, NMB wapo kila wilaya. Kwa hiyo tunafanya nao kazi. Tunafanya kazi pia na sasa hivi unaona kuna hizi za Voda bima. Kwa hiyo pia NIC tunafanya nao kazi. Hiyo ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya bima popote walipo. Kwa hiyo kumbe hizi tunazoziona sio NIC wakala, hizi za kina Voda bima na vitu kama hivyo, wamejiassociate na nyinyi, wamekuwa linked na nyinyi. Yes, wamekuwa ndio kama umbrella. Ni mawakala wetu. Kwa sababu wakala lazima wamesajiliwa na TIRA. Kwa hiyo tunafanya nao kama mawakala wetu. Na TIRA wakishasajiliwa pale anakuwa chini ya nyinyi, ndio mna kama vile mamlaka ya bima, tuseme lugha nyepesi. Hapana, mamlaka ya bima ipo. Mamlaka ya usimamizi wa bima ipo, inaitwa TIRA. Sisi ni kampuni ya bima ambayo tunaruhusiwa kufanya kazi na mawakala. Wakala akifanya kazi anavyotaka kufanya kazi, lazima muingie naye mkataba wa kufanya kazi kwa niaba ya taasisi. Na anavyokuwa anafanya kazi analipwa commission. Kwa hata wewe ni kukaribisha, unaweza ukawa wakala wa NIC. Kufungua wakala ni rahisi sana. Sisi kanisa la AIC ni mawakala pia wa NIC. Nimeona iko pale ofisini, kwa hiyo tunajivunia kuwa mawakala ambao tunafanya kazi na NIC. Na hii imepelekea pia hata leo sikuwepo hapa. Na sasa mwananchi sasa ambaye amepata hajawahi kuwa na bima yoyote ile, mnamshawishi vipi aje NIC na siende kwingine? Mwananchi ambaye hajawahi kuwa na bima yoyote, sisi kama NIC, kama waanzilishi wa bima ambao wanasema sisi ndio bima, tunamshauri aje akatie bima na shirika la bima la taifa, kwa sababu kwanza NIC tunajivunia kuwa kampuni pekee ya bima ambayo iko ISO certified. Tuna ithibati ya cheti cha ubora wa kimataifa ile. Na sisi kama NIC tuko voted kama super brand East Africa. Tunalipa madai ndani ya siku 7. Inaitwa ISO. Tunalipa madai ndani ya siku 7. Madai ya aina yoyote. Ukisha wasilisha nyaraka zako 7 days unatakiwa uwe umelipwa madai yako, kwa sababu nimekwambia sisi tunafuata miongozo ya kutoa huduma uliotukuka. Pia tunamhakikishia kwamba bima tunayomkatia amepata elimu kabla ya kukata bima, amepata elimu sahihi na amechagua bima sahihi. Pia na sisi ni kwa sababu taasisi ya umma ni uwazi, yani transparency kwetu ni kitu ambacho ni cha msingi. Pia tunamweka mteja katikati, yani mteja yeye kwetu ni mfalme. Anahudumiwa popote alipo masaa 24. Akipata changamoto sisi kama NIC tunamfikia alipo na tunamsaidia. Amepata ajali, tutamsaidia, atapata nyaraka zinazohitajika.
then bima, kwa sababu taasisi ya umma ninaweza kuingia ofisi yoyote ile. Mteja wangu amepata changamoto, anahitaji nyaraka hii na hii, nitamsaidia. Atapata nyaraka na then dai lake litashughulikiwa kwa uharaka. Siku 7 tu kama wewe ni mwanachama wa NIC kwa bima yoyote ile, na ukasubmit na zile documents ambazo zinatakiwa kulingana na utaratibu ambao wameweka, unapata mzigo wako kwa uharaka zaidi na kwa wepesi zaidi, na hakuna longolongo. Na hii ndiyo moja kati ya vitu ambavyo tunasema kama mwananchi, chagua sehemu sahihi ambapo wewe unaona kwamba pana manufaa na wewe. Zipo sehemu nyingi, lakini kuna moja ambayo iko sahihi sana, ambayo kwa mambo ya bima, sisi ndio bima NIC wanafanya vizuri sana. Tunajua shirika la bima liko Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaliheshimu sana. Tuzungumzie serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wanawezeshaje angalau NIC, maana shirika kongwe, ili liweze kupiga hatua na break, isiwe tu Tanzania hata livuke mipaka? Asante. Kwanza tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa kupitia serikali yetu, NIC imekuwa kipaumbele kuhakikisha kwanza shirika linasimama imara, shirika linatengeneza faida, na shirika linatoa gawio kwa serikali. Na serikali imekuwa ikitusaidia kuhakikisha kwamba shirika la bima linawasaidia wakulima, wavuvi na wafugaji kujikwamua kiuchumi. Sababu mfano tukiangalia, kuna vizimba alikuja kugawa Mama Samia hapa Mwanza. Vizimba vile vilikatiwa bima na shirika la bima la taifa. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uwekezaji ule unakatiwa bima na serikali na shirika la bima la taifa. Kuna daraja letu la Kigogo Busisi lilikatiwa bima na shirika la bima la taifa NIC. Kwa hiyo serikali imekuwa ikitunga mkono kwa kuhakikisha ile miradi mikubwa inakatiwa bima. Sawa. Ili ikipata majanga basi miradi isisimame, wananchi wapate huduma kwa wakati. Ikitokea mimi nimekaa kwenye kiti hivi hapa ofisini kwako na kiti kakatika, nikadondoka, nikaumia, kama na bima, uwezekano wa kulipwa upo, wa kuhudumiwa? Uwezekano wa kuhudumiwa upo kabisa, na sisi kama NIC, mteja wetu yoyote anayekuja kupata huduma ndani ya jengo hili, akiumia akiwa ndani ya jengo letu, basi anapata fidia, kwa sababu lazima uwe na bima ya public liability insurance. Umedondoka hapo, una bima, sisi kama NIC tutakufidia kwa sababu ulikuja kupata huduma hapa kwetu. Kuna wale watu ambao wanaweka pesa kwenye fixed account kwenye mabenki huko, sitaki kuzungumzia sana, lakini nyinyi mmekuja na hii bima ya maisha, na nyinyi kama vile mnaweka uwekezaji. Mtu anataka baada ya miaka 5 apate milioni 100, apate milioni 200, basi mnampa utaratibu kulingana na miaka yake iliyopo, anakuwa anaweka na anapata. Na amesema kitokea basi huyo mtu ameondoka kabla ya muda, huenda amefariki, familia yake inalipwa hiyo amount, lakini kama pia imetokana na mambo ya ajali, analipwa mara 2. Vipi mwitikio wa watu kupenda hii bima ya maisha ukoje? Maana mwingine anajua bima ya maisha ni mpaka afe, kumbe sio uwekezaji, kumbe ni uwekezaji. Kwa kweli kwa sasa mwitikio ni mkubwa, na tumeendelea kutoa elimu ya hii bima ya maisha. Kama ulivyosema, bima ya maisha ni uwekezaji, na tofauti kubwa kati ya bima ya maisha na uwekezaji mwingine ni hiyo financial protection. Leo ukiwekeza sehemu nyingine hakutakuwa na ile financial protection. Utatafuta hela at lump sum, utaenda utaweka yote. Lakini kwenye bima ya maisha unachangia kidogo kidogo, ndani ya ule muda unakipata kile kikubwa ambacho kinakuwa na faida yake. Lakini faida kubwa ni ile ulinzi wa kifedha dhidi ya majanga yanaweza kukupata. Kwa hiyo unapokuwa unawekeza unakuwa na uhakika kwamba nawekeza, yaani unakuwa na wazo. Umeona? Unakuwa na wazo kwamba after miaka 5 nataka nijenge nyumba ya milioni 50. Kwa hiyo lile wazo linalindwa. Linalindwa ili litimie. Ili litimie.
Umeona tofauti ya uwekezaji mwingine na bima ya maisha? Kwa hiyo sisi tunalinda wazo lako ili liweze kutimia baada ya miaka 5. Ukiwa upo ama au haupo. Kwa hiyo wategemezi wako wanakuwa na uhakika kwamba whether mzazi wangu yupo au hayupo, tutaishi maisha mazuri kama sasa hivi. Ndio tofauti ya uwekezaji ule na huu. Uwezo ukapata kwenye uwekezaji wowote ile financial protection. Yaani ulinzi wa wazo lako haupo. Na hiyo ndio tofauti ya bima ya NIC na bima zingine. Wao wanakupa financial protection, yani unalindwa, wazo lako linalindwa ukiwa upo duniani ama haupo, kwamba lile wazo lako, maana kwenye zile fomu unajaza. Kwa let's say mimi Fabian nataka nijenge nyumba ya milioni 50 ama milioni 100, nataka nijenge kasri la kwangu. Nalijengaje? Kwa sababu sina fedha ya pamoja ya kujenga wakati mmoja kamilike, basi nakuja hapa NIC, tunaandikishana, najaza fomu na kwa kila mwezi natoa hiyo fedha. Na hata ikitokea kwamba umetoa miezi kadhaa mbele, miezi 5, 10 ama mwaka, na ilikuwa ni mkataba miaka 10, bado ile wazo lako litalindwa. Ndio unaona wanakwambia NIC sisi ndio bima, na tuko tofauti na watu wengine sana. Tuko hapa Mwanza, ofisi za NIC, mtazamaji ambao unatazama, na hii ni The Morning Agenda, kipindi ambacho ni maalum cha kuzungumza na watu wenye hatima, wenye majibu sahihi kuhusiana na kila ambacho umekuwa ukijiuliza. Na tumeanza hapa NIC ikiwa ni kipindi chetu cha kwanza, na tunaamini kwamba tutapita ofisi nyingi kwa ajili ya kuzungumza na watu mbalimbali ambao wana majibu juu ya maswali ambayo yanakutatiza wewe mwananchi ambaye unatazama kipindi, ama umekuwa na maswali ambayo umekosa ni wapi unaenda kuyaulizia, na hapa tunakuwa tunakupa mtu ambaye ana majibu yako na ana say kuhusiana na kile ambacho umekuwa ukikiuliza. Unaweza kupata takwimu kujua watu wangapi mnao kwenye hizo, kwa mfano bima ya maisha, let's say approximation ile. Unaweza ukapata takwimu kamili za kwa sasa hivi kwa huu mwaka 2026 toka umeanzisha hii zao ama hii product ya bima ya maisha, na idadi ya watu wangapi? Ni wanachama wengi kwa kweli. Ni zaidi ya 10,000 huko. Zaidi ya 10,000. Ni wanachama wengi ambao. Na target yenu kwa miaka kadhaa ni kufikia miaka watu wanachama wangapi? Sisi target yetu ni kuhakikisha ifikapo mwaka 2050 at least 50% wanatumia huduma za bima za maisha. Mwaka 2050 kutoka sasa ni miaka kadhaa mbele. Kwa hiyo tunaamini target itafikiwa kwa speed ambayo mnakimbia nayo, na mwaka 2050 huu unakaribia hapo kufikia 50%. Mnaiona inawezekana? Inawezekana kabisa. Kwa aspect zipi? Kwa sababu wananchi sasa hivi wameshajua tofauti ya bima ya maisha na zile dhana potofu walizokuwa nazo kichwani kwamba bima ya maisha ni mpaka nife. Kwa sasa hivi wameshajua kwamba bima ya maisha ni uwekezaji. Vijana wengi wanaajiriwa, wanakata bima za maisha kwa ajili ya uwekezaji. Wananchi wengi sasa hivi wafanya biashara wanakata bima zao za maisha kwa ajili ya kulinda uwekezaji wao na matarajio ya wategemezi wao. Kwa hiyo tunaona kabisa ifikapo huo mwaka lazima tutakuwa tumefikisha 1% ambayo tunakuwa tumeitarget wananchi waweze kutumia hizo huduma za bima kutoka NIC. Na kwa wewe unavyojua, kwa sababu ni kiongozi ambaye pia ni kiongozi mkubwa, kwa nini mnaweka miaka, ama kwa nini mkaweka kwamba bima maisha lazima tuangalie na umri wa mtu? Kwa nini mlifanya hivi? Yaani mlipata wazo gani kwamba anataka milioni 10, lazima tuangalie umri wake, tumpigie bajeti ya kila mwezi? Kwa nini mlifikiria hivyo? Kwa nini mliweka kipengele cha miaka? Umejua kwenye bima ndio maana tuna wataalamu wa actuary. Kama nilivyokuambia NIC ni shirika kongwe. Kwa hiyo tunavyokuwa na hizi huduma za bima lazima zitengenezwe kitaalamu kwa ajili ya kuwasaidia wananchi, kuwapunguzia ule mzigo wa majukumu makubwa. Kwa wataalamu wetu wa actuary walikaa wakaangalia namna gani ukokotoaji wa ada ya bima kwenye bima ya maisha italipwa. Kwa hiyo namna ya kufanya ukokotoaji wa bima ya maisha, wataalamu wamekaa wakaangalia kukiwa na umri wa mtu fulani na muda wa bima anayoitaka na kiwango cha bima, tutapata kiasi anachoweza kuchangia bila kumuumiza mwananchi.
ndio maana mkaweka swala la umri. Kuna bima za masomo, let's say wazazi wanataka kuwekeza kwa ajili ya masomo ya watoto wao, wakifika elimu fulani wasipate shida. Hiyo ipo? Ya, kwenye zile bima za mwanzo tulizosema, bima za maisha zimegawanyika katika aina mbili, bima ya vikundi na mtu binafsi. Kuna hiyo bima ya maisha ambayo zile sasa product zile aina. Kuna bima ya maisha, bima ya elimu. Mzazi anakata bima ya maisha kwa ajili ya elimu ya mtoto wake. Ifikapo muda wa kuanza masomo, bima yake inakuwa imeshafika kikomo. Yule mzazi ambaye aliweka basi anakuwa anapewa kwa mwaka aidha mara 2 au mara 1 kwa ajili ya kutimiza lile lengo la masomo ya kijana wake. Kwa hiyo tunazo hizo bima za maisha kwa ajili ya elimu ya shule ya msingi, elimu ya sekondari, elimu ya chuo. Kwa hiyo mzazi atakiwa kuwaza kwamba itakuwaje mwanangu ameenda chuo hajapata mkopo. NIC tunatoa bima hizo kwa ajili ya elimu. Zipo. Na kwa mfano mtoto ana mwezi mmoja, nataka akifika hapo miaka 4 aanze kwenda. Kwa hiyo unaweza kumwekea bima ya miaka 4 hii. Bima zetu zinaanza kuanzia miaka 5. 5. Kwa hiyo miaka 5 na kuendelea. Unaweza 5, 10, 15, 20, 30 na kuendelea. Kwa hiyo miaka 5 unaweza kumkatia. Unakata. Yaani mzazi wewe unakata bima kwa ajili ya yule mtoto wako, kutimiza matarajio ya yule mtoto wako. Leo mtoto ana mwezi mmoja. Unatarajia baada ya miaka 5 mtoto wangu ataanza shule. Ili uweze kupata pesa ya mtoto kuanza shule, unakuwa umekata ile bima ya maisha. Kwa baada ya miaka 5 bima yako tunasema inakuwa imeiva, imefika at maturity. Unapewa zile pesa zako kwa ajili ya mtoto kwenda shule. Mtazamaji wa Inland Television, moja kati ya vitu ambavyo pia vinawasumbua wazazi masuala ya ada. Wanasema ada ya mwanafunzi. Na siku hizo wazazi wengi wanapenda kuwapeleka watoto wao shule za international ama English medium ambazo kidogo ada yake imechangamka, sio kama zile za kawaida ambazo zinasimamiwa na serikali. Kwa hiyo ili uweze kutimiza lengo hilo lazima uone NIC. Unaweza kukata bima ya miaka 5 ya mwanafunzi baada ya siku 7 tu. Yaani baada ya miaka 5 alafu ile siku 7 process zinakamilika, unapata mzigo, unamlipia mwanafunzi, yani una stress wala uwazii. Na kama ni mambo ya chuo, ukiweka utaratibu mzuri, unakuna miaka 5 tu unajiwekeza. Kama mwanafunzi kwa darasa la 4 ama la 5 ama la 6, unajua baada ya miaka kadhaa mbele kama miaka 5 atakuwa anatakiwa kwenda chuo, kwa hiyo unamwekea utaratibu. Kwa hiyo hii pia inawezekana. Kwa hiyo mzazi usije ukachukua nafasi ya kujinyenyapaa kwamba mimi siwezi kumsomesha mtoto. Kwa gharama ndogo ndogo tu, kwa kiwango kidogo kidogo, unaweza kupata bima ambayo baadaye itakuwa msaada si kwako tu, hata kwa wategemezi wako. Maana tuko duniani kuhakikisha kwamba tunatimiza makusudi ambayo Mungu ametuitia, serikali imetuitia, jamii imetuitia, na familia zetu zimetuitia, na hata ndugu jamaa na marafiki. Bado tuko hapa ofisi ya NIC. Hii ni Inland Television. Kama unatazama kutoka popote Tanzania na nje ya Tanzania, niko nazungumza na meneja wa kanda, meneja wa NIC mkoa wa Mwanza, Bi Stella Marwa, ambaye anatupitisha kujua bima ni nini, taratibu zake, aina ya bima na zina faida gani kwa mtu ambaye ni mwananchi ambaye anatazama. Tunapata nafasi ya mapumziko, na mara baada ya mapumziko hayo utarudi hapa, tutakuja kuendelea mbele ya kuchakata na kuangalia kile ambacho bado unatakiwa kukipata kama mwananchi katika muda huu. Tupate mapumziko. Nyimbo zetu. Nyimbo zetu. Yes, ni nyimbo zetu. Ulikonitoa sijasahau, yote nimeandika moyoni. Karibu katika kipindi cha nyimbo zetu. Hapa utakutana na waimbaji mbalimbali, walimu wa nyimbo na wanamuziki wakielezea mambo mbalimbali yahusuyo muziki wa Injili kutoka ndani na nje ya Tanzania. Usikose kufuatilia kipindi hiki, ni hapa Inland TV pekee. Nini siri hasa ambayo imekupelekea mpaka sasa bado unaendelea kumtumikia Mungu? Tumeketishwa na ukuu kwa mambo mengi. Ndio. Toka kipindi hicho ambacho unahudumu kama mwalimu, unakuta kikundi kinachukua zaidi ya walimu 3. Mimi sioni kama
inajenga sana kwaya. Nini kifanyike sasa angalau na wenyewe viwango vikue? Tangu mwaka 1977 uimbaji umebadilika. Hivyo hivyo tunaenda hivyo, ndio utumishi wenyewe ndugu yangu. Niliokolewa na kwaya moja ya Shinyanga inaitwa Tumaini. Ndio. Ulikuwa na kichocheo ndani yako kwamba niwe mwana kwaya. Kilikuwa ni kikubwa sana. Ukilijua hilo kwamba ninamtumikia Mungu wangu. Kwa kumtegemea Mungu tunamshukuru, anakuwa anatuvusha mahali kutupeleka mahali. Napata hekima ya kimungu zaidi. Ndio. Ambayo Mungu amewekeza kwao. Kazini wanabanwa ruhusa na kadhalika. Mapigo ya moyo wa mwanadamu anayeyafahamu ni Mungu. Nyimbo zetu. Yes, ni nyimbo zetu. Utakutana na waimbaji mbalimbali, walimu wa nyimbo na wanamuziki wakielezea mambo mbalimbali yahusuyo muziki wa Injili kutoka ndani na nje ya Tanzania. Usikose kufuatilia kipindi hiki. Ni hapa Inland TV pekee. The Morning Agenda, kipindi ambacho kinakukutanisha na watu ambao wana majibu ya maswali yako ambayo umekuwa nayo muda mrefu, najiuliza kwamba nani atanijibu hili, kwani hujampata muhusika maana kujibu. Lakini leo kwenye mambo ya bima tunakutanisha na mtu ambaye ni muhusika rasmi kabisa, ambaye anakupa majibu ya maswali ambayo umekuwa nayo, huenda ni muda mrefu nayo na umekosa kumuuliza. Sasa leo tunakutanisha na mtu kama huyo. Ni kipindi ambacho kinakutanisha na watu ambao wana majibu juu ya maswali yako. It's about issues, it's about people, it's about the nation. Na nimekwambia tuko hapa na meneja wa NIC mkoa wa Mwanza, Bi Stella Marwa, ambaye tunazungumza naye kuhusiana na mambo mengi ya bima. Na meneja, tujue kuhusiana na wakulima, wavuvi, wafanyabiashara, wao wanaingiaje kwenye bima yenu hii ya NIC, ama hamna wao zao lao huko? Asante. Bima zinazotolewa na NIC zinawahusu watu wote. Wafanyabiashara, kuna bima ambazo wanaweza kukata. Mfano, mfanyabiashara ana duka, anaweza kukata bima inayolinda janga la wizi kwa kutumia nguvu. Mfanyabiashara anafanya biashara yake, amewekeza pesa nyingi, analala ndani, hana amani, hana utulivu. Lakini tuna bima ambazo zitampa utulivu. Kuna bima za wizi, kuna bima dhidi ya majanga ya moto kwenye nyumba za biashara. Kuna bima za wale wakandarasi, mkandarasi amepewa tenda kutengeneza barabara, anatakiwa akate bima ili kusudi ile shughuli yake ikileta madhara kwa mtu wa tatu, vyombo vyake anavyovitumia pale, zile mashine zikipata changamoto, asiweze kupata hasara ya kuchelewesha mradi. Yani anapata hasara ya kutafuta pesa ya kutengeneza ile mitambo aendelee na mradi, au mtambo wake umegonga mtu aanze kumfidia. Kwa hiyo kuna hizo bima za wakandarasi ambazo zinalinda hayo janga kwa ajili ya fidia kwa mtu wa tatu atakayesababishiwa madhara na shughuli ya yule mkandarasi. Tuna pia bima zinazotoa dhamana ya kifedha, mfano bondi. Mtu wa mkandarasi anataka performance bond. Performance bond ni guarantee ambayo inatolewa pia na shirika la bima. Kwa mfanya biashara amepata tenda, lakini mtu aliyempa hiyo tenda anataka assurance kwamba akishindwa kutekeleza ule mradi kwa 100%, basi shirika la bima la taifa liweze kumcompensate ile 1% kidogo itakayokuwa imebaki. Kuna wafanyabiashara wanasafirisha mizigo yao kwenda nje. Kuna bima ambazo zinawahusu, zinaitwa goods in transit. Unasafirisha mzigo wako, lazima utuambie ni tani ngapi. Imetokea umebeba marumaru zako, umebeba mzigo, gari imepinduka, mzigo umeharibika. Ukiwa umekata bima unafidiwa. Kwa wafanyabiashara bima zao zipo. Na kwa upande wa wakulima, sisi kama NIC, kama shirika kongwe nchini, tunatoa, sisi ndio bima. Tunatoa bima kuwasaidia hawa wakulima wasipate hasara za kifedha wakati wanatekeleza shughuli zao za kilimo. Mkulima akilima zao lake, aidha mahindi, mpunga, imetokea janga la ukame au mvua zilizozidi au wadudu waharibifu wameharibu yale mazao,
basi aweze kufidiwa. Kwa hawa wavuvi pia tuna bima zao. Sasa hivi tunaona watu wengi wanawekeza kwenye sekta ya uvuvi kwa kutumia uvuvi wa kutumia vizimba. Kuna bima ambayo inalinda kile kizimba, kuna zile nyavu zake na wale wa vifaranga wa samaki ambao unaenda kuwekeza. Wakipatwa na majanga, mfano keji inaweza ikapigwa na mawimbi. Wewe umeweka pale keji yako vizuri, umejitafuta, umepata hela, unasema mimi naingia kwenye shughuli ya uwekezaji wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Imepigwa na wimbi, nyavu zote zimeachia. Imepigwa na wimbi, wale samaki wote wamepotea. Umelisha samaki kwa muda, umetumia gharama kubwa, bado miezi miwili unataka kuvuna. Janga limetokea, samaki wamekimbia wote, wamedisappear. Ni hasara tayari hiyo. Kwa hiyo tuna bima ambazo zinalinda majanga kama hayo. Asubuhi unaenda unakuta kuna wale wanyama wakali wa majini wale, wamekata nyavu, samaki wameondoka. Ukiwa hauna bima, ina maana utapata pressure. Lakini kuna bima ambazo zinamhakikishia mwananchi kwamba akiwekeza kwenye hizo sekta basi yuko salama na uwekezaji wake utakuwa endelevu. Kwa hiyo hao hatujawaacha nyuma, ukizingatia hizi sekta kilimo, uvuvi, ufugaji una mchango mkubwa sana katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Pia wafugaji pia tuna bima zao. Mfugaji anafuga ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa nyama, anakatia bima dhidi ya magonjwa ya ajali, vifo, uchinjwaji ule wa lazima. Leo wewe unaweza kuwa na ng'ombe wako mzuri pale, lakini daktari akakushauri bwana, huyu ng'ombe unatakiwa umchinje. Sasa tayari leo ulikuwa na ng'ombe wako wa maziwa, unamchinja tena unapata hana bima, unafidiwa. Kwa hiyo hatujawaacha nyuma. Wote hao bima zao zipo kuhakikisha uwekezaji wao kwenye hizo sekta unakuwa imara na unakuwa endelevu. Okay. Let's say mfanyabiashara wa duka ametokea, amewekeza fedha yake kwenye duka, katokea kuna swala la huenda kuna kuvunja, huenda wezi wakaiba. Mnafanya vipi kujua kwamba huyu mfanyabiashara kweli duka limevunjwa na yeye hahusiki? Maana mwingine anaweza kaweka hivyo akajua kwamba akifanya hivyo atafanikiwa. Mnafanyaje? Mna wapelelezi? Kama nilivyokuambia, sisi tunatoa huduma kulingana na ubora wa kimataifa. Ndio maana tuko ISO certified. Mko certified. Sasa lazima tupate taarifa ya polisi. Majanga yote yanavyotokea yanayohusisha, lazima tupate taarifa ya vyombo vinavyohusika na uchunguzi. Lakini pia tunafanya kazi na wadau wengine. Tuna ma external assessor tunaweza tukawatumia, tuna ma internal assessor wa ndani ambao wameajiriwa kabisa. Lakini kikubwa lazima kuwe na uthibitisho kutoka kwenye mamlaka zinazoweza kuthibitisha vitu kama hivi, kama polisi na vyombo vingine vya uchunguzi. Okay. Na toka umekuwepo NIC, kuna tukio gani ambalo lishawahi kutokea zuri sana ambalo huenda mlipata mteja mkubwa, ama kitu gani ambacho kama NIC mnajivunia, yani kishawahi kuwatokea kiwa kama staff wake na mkasema sisi kweli ndio bima, sisi ndio bima? Kabla ya kuja kutuambia kitu gani, changamoto gani ishawahi kuwakumba, huenda ukajisikia kama vile kupoteza nguvu kabisa hivi? Changamoto ni... Tuanze kwanza na kitu ambacho kishawahi kuwafurahisha. Tukio lolote ambalo maybe mlipata wateja wengi, ama mlipata tukio zuri, mlipata heshima fulani, angalau likawatia moyo kwamba kazi mnayofanya ni sahihi. Tukio kubwa ambalo yako mengi ambayo yametufurahisha, lakini kupata ile tuzo kutoka kwa Mheshimiwa Rais kutambua mchango wa shirika la bima ni tukio kubwa sana ambalo limetufurahisha. Sababu ukipewa tuzo na Mheshimiwa Rais kwa kutambua mchango wa shirika lake ni kitu kikubwa sana ambacho kinafurahisha. Kinatia nguvu sana. Kinatia nguvu, lakini pia kupewa fursa ya kukatia bima miradi mikubwa inayowekezwa ndani ya Mwanza na nje ya Mwanza kinatutia nguvu kwamba sisi ndio bima. Okay. Na tuna muscles na tunaweza. Okay. Na lipi ambalo lishawahi kuwasikitisha? Tukio ambalo liliwasikitisha, ikawapa changamoto mkasema jamani, kazi ya bima pia ni changamoto, inasumbua. Siwezi kusema exactly ni
tatizo kubwa, lakini inatokea mteja anaweza akawa anafikiria kwamba nitalipwa milioni 500. Lakini akija akipewa ule utaratibu kwamba bima hii uliokata janga hili linalipwa kiasi hiki. Mfano machafuko yaliyotokea tarehe 29. Mali nyingi ziliharibiwa. Sasa tukio lile kwa kweli lilitusikitisha kwa sababu watu walikuwa wanadai bima lakini bima ilikuwa haijalinda hailindi machafuko. Kwa hiyo unakuta mteja wetu anasononeka. Mteja wako akisononeka lazima usononeke. Kwa hiyo hilo pia ni kitu ambacho kilitusikitisha. Na wateja wetu ambao walipata majanga na ni wateja kweli. Wao ni wateja wakubwa wazuri ambao hawajawahi kupata changamoto lakini amepata hiyo changamoto. Sasa akisikitika kwamba bima yangu niliyokuwa nimekata hailindi hili janga, basi ni kitu ambacho kinatufanya na sisi tunasononeka. Okay. Sasa mtu ambaye anakutazama pale, mtu ambaye anakusikiliza kwa makini sana, amekusikiliza mwanzo toka sasa hivi, unaambia umshawishi sasa aje shirika la bima na asiende bima zingine, kuna maneno yapi ya kumwambia? Kwanza kabisa tunajivunia historia ya shirika kongwe nchini, shirika ambalo ni mwanzilishi wa sekta ya bima nchini. Tuna uzoefu mkubwa kwenye masuala ya kibima. Okay. Na mbali na kutoa hizi huduma za bima, lakini pia tunatoa ushauri kwa mtu anahitaji kujua bima gani inaweza kumfaa. Anaweza sikate bima lakini tukampa ushauri, tukampa elimu ya bima. Lakini pia ni taasisi au ni kampuni ambayo haiwezi kufa milele. Okay. Kwa takwimu zilizopo sisi tunasema tuna underwrite profit, yani tuna underwriting kwenye zile top 10 insurance company, na si ukiangalia kwenye issue za underwriting profit ni namba 1, investment asset ni namba 1. Kwa hiyo tuna mtaji wa kutosha wa kuhakikisha kwamba tuna muscles za kulipa dai lolote lile. Tumewekeza kwenye teknolojia sana ambao mteja anaweza akajihudumia akiwa popote pale. Akiingia kwenye application yetu ya NIC kiganjani atapata huduma zetu zote anazozihitaji. Akiingia kwenye website yetu atapata elimu ya bima zote ambazo nimezitaja na zingine ambazo sijazitaja kwa sababu ya muda. Kwa hiyo kwenye website ipo, lakini pia wepesi wa kulipa madai. Wewe umepata janga ndani ya siku 7 unarudishwa mahali ulipokuwa. Okay. Maswali mawili ya kama sio ya mwisho ya kingoni kabisa. Mmesema mlipewa tuzo na rais. Tukumbushe, mshawahi kutoa gawio gani serikalini ambalo unalikumbuka lilifanya na nyinyi mkono kwamba NIC tumewekeza sisi kwenye mchango wa ukuaji wa taifa la Tanzania? Tulipewa tuzo kwa sababu pia tunaikuwa tukitoa magawio. Magawio tunatoa ni mengi. Okay. Kwa hiyo nishe kusema kwamba rais mpaka kutoa tuzo kwa mataasisi zake za bima, it means ametambua mchango wa mchango wetu wa gawio tunalolitoa. Okay. Yeah. Na mko mnafanya kazi na wananchi ndio wanaletea hizo fedha kwenye bima. Ni wananchi kwa sababu kwenye aspect tofauti tofauti wa biashara, wakulima, wafanyakazi, mnarudishaje kwa wananchi hao kwamba jamani sasa na sisi angalau tumefanya hivi, tunarudishaje kwa wananchi? Yaani mna matukio ambayo mnakutanisha na wananchi ile social responsibility narudi kwao, ama nyinyi ni wale wa kupata tu alafu kutoa kwenu na kuwa gani shida? Matukio yapi ambayo mshawahi kuhusika, let's mmedhamini, mmefanya vitu kama hivyo, angalau wananchi anajua kwamba NIC sisi ndio bima kweli, hapo tembea kifua mbele, sisi ndio bima kweli kweli? Nadhani kati ya taasisi ambayo inatoa kwa wananchi NIC inatoa. Mfano tu
kwa hapa Mwanza sisi ni wadhamini wa timu yetu ya Pamba Jiji. Mleweka mzigo pale, niliona. Pale tumeweka mzigo. Kwa lazima turudisha kwa jamii, kuhakikisha vijana wetu wanacheza vizuri, wanailetea heshima jiji letu la Mwanza. Kwa hiyo lazima tudhamini kidogo. Nadhani unaweza ukaona hata basi lao lile lina chata za NIC. Ndio kurudisha kwa jamii. Okay. Pale kwa Pamba mmeweka mzigo pale nawapongeza jamani. Pale NIC kidogo kweli, mkurugenzi pamoja na viongozi watendaji wote wa NIC pale mlinifurahisha na mlinifurahisha jiji la Mwanza, kwa sababu Pamba ndo hiyo timu yetu tu iliyopo Mwanza ambayo iko ligi kuu. Hiyo lazima tuiangalie kwa macho yote, maana inatupa burudani, tunaziona timu zingine zinakuja Mwanza na vitu kama hiyo. Sasa manager, nikupa nafasi ya mwisho ya kuzungumza na Watanzania na nje ya Tanzania, maana TV yetu inaenda nje ya Tanzania, mipaka Tanzania. Utawaambia nini kuhusiana na swala la bima NIC? Sisi ndio mimi ukiwaenda katika kipindi chetu cha siku ya leo. Asante. Mimi kikubwa niweze kuambia wananchi kwamba bima sio gharama ya ziada, bali bima ni uwekezaji unaotoa kinga dhidi ya majanga yanaweza kuathiri mwananchi pindi atakapotokea. Kwa hiyo wananchi wote nawahamasisha waweze kukata bima, hasa bima za maisha. Na kama tulivyozungumza, bima za maisha sio kwa ajili ya kifo. Bima ni kwa ajili ya kuhakikisha unapata amani ya moyo. Bima ni kwa ajili ya kuhakikisha leo wategemezi wako wananufaika na uwekezaji ambao umefikiria kuufanya baada ya miaka kadhaa. Na kuwa na bima na Shirika la Bima la Taifa ni kujihakikishia kwamba umepunguza mzigo au majukumu makubwa ya kifedha pindi majanga yatakapotokea. Maisha yana changamoto nyingi. Leo unaweza ukaumwa, unaweza ukapata ajali, unaweza ukafa, unaweza ukapata hasara za kifedha ambazo zitakupelekea wewe ukatoka kabisa kwenye ramani ya uwekezaji. Na niseme tu, umasikini na kifo ni kama pua na mdomo. Ukiwa hauna pesa leo, yani ukiwa hauna chochote, tayari na umasikini. Umekaribisha nini? Kifo. Kwa sababu utakaa na msongo wa mawazo, utapata magonjwa yale maradhi kama pressure na nini. Lakini ukiwekeza kwenye bima yoyote ile, uwe mfanyabiashara, uwe mkulima, uwe mfugaji, uwe mvuvi, utapata amani ya moyo. Utapata tulizo la akili. Mwananchi tunasema ukiondoka nyumbani kwako unafunga milango. Kwa nini unafunga mlango? Unajilinda kwamba mwizi asiweze kuingia na kukuiba. Kwa hiyo na bima ndio hivyo. Unatakiwa ufanye kinga kabla ya janga kutokea. Kwa hiyo nawahamasisha wananchi wakaribie NIC. Tunapatikana nchi nzima. Kwa Mwanza tunahudumia Mwanza, Geita, Simiyu, Kagera na Mara. Kote tuna mawakala, kote tuna ofisi. Kwa hiyo mwananchi aliyoko kanda ya Ziwa anayenisikiliza kwa sasa hivi, tunamkaribisha NIC, shirika kongwe la bima ambalo lina uzoefu wa kutosha kwenye masuala ya bima. Katieni bima nyumba zenu, gharama ni ndogo sana, na majanga hayapigi hodi. Janga likikukuta usianze kumlaumu mtu yoyote wala serikali, kuona kwamba serikali haijanisaidia. Ndio maana kuna shirika lake la bima kwa ajili ya kusaidia majanga yanapotokea, wananchi wake wasiendelee kuwa maskini. Kwa hiyo niwakaribisha sana NIC. Tunapatikana kwenye social media zote. Tuna application yetu ya NIC kiganjani. Pakua hiyo application, jikatie bima huko nyumbani masaa 24. Tuna namba yetu pale ya call center, piga simu utahudumiwa. Wewe ni mteja wa bima ya maisha, umepata changamoto ya kifedha, umekwama, ingia kwenye piga nyota 150 nyota 44 leli, omba mkopo wako pale, unufaike na uwekezaji wako wa bima ya maisha.
Lakini pia hii ofisi yetu iko barabara ya mkoa mkabala na posta, kwa wale ambao hawajui ofisi zetu ziko wapi. Okay. Mtazamaji, ulikuwa unamsikiliza Bi Stella Marwa, meneja wa shirika la bima la taifa mkoa wa Mwanza ambaye pia inahudumia mikoa ya kanda ya Ziwa. Tumezungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na bima hapa kuanzia mwanzo mpaka sasa. Ametupitisha katika kujua bima ni nini, aina za bima na wahusika ambao wanaweza kukata hizo bima. Lakini nzuri zaidi ametuambia tunanufaikaje na hizo bima ambazo tukizikata sisi kama Watanzania ama wananchi katika mazao product mbalimbali tunanufaika nazo vipi. Tumejua na mimi nimejua kwamba bima ni uwekezaji, sio kwamba unaweka kwa ajili ya kifo. Unajiwekezea pesa pale ambapo ukizihitaji baada ya muda fulani ama unataka kufanya kitu fulani utazipata kwa pamoja zikiwa katika utimilifu wake. Wanakuwekezea fedha na hiyo fedha unakuwa unaitoa mara baada ya kujaza fomu zao, unatoa pole pole kila mwezi kwa kiwango kile ambacho umepangiliwa kulingana na umri ambao unao. Ni maajabu sana bima ya taifa inapatikana Tanzania. Na kama ulikuwa hujui, sasa nikujulishe kwamba bima ya taifa inakukaribisha wewe Mtanzania ambaye una wazo ama unafikiri unatamani kuwa na kama kuwa mwanachama ama kuwa mmoja kati ya wanufaika ambao baadaye wataona neema na baraka za bima hii ya taifa ikifanyika kwao ama kwa wenzi wao ama kwa wategemezi wao ambao huenda kesho na kesho utakuwepo, lakini utakuwa umewaachia msingi, wataishi kama vile ulivyo. Zuri zaidi, NIC wanalinda wazo lako lile ambalo ulitamani kulifanya liweze kutimia. Sasa hii ni superb, perfect. Mimi niseme nikushukuru sana wewe ambao umekuwa pamoja nasi kwa muda wote. Umetuangalia, umesikiliza bima hii, umesikiliza, na naamini pia tupata nafasi kwenda baadaye kipindi kitarudiwa tena kwa ajili ya kuweza kuwapa wale watu ambao walikuwa makazini wajaona kunufaika. Tunakuahidi kwamba ile usiku tutapata marudio ya kipindi hiki na itakuwa imekaa vizuri sana. Asante. Ni The Morning Agenda, kipindi ambacho maalum kukutanisha na watu ambao wana majibu ya maswali yako, yale ambayo umekuwa ukijiuliza katika vipengele mbalimbali. Tunakutanisha nao na tumeanza na NIC na tulikuwa na Bi Stella Marwa, na tunakushukuru sana kwa wote ambao mmekuwa pamoja na sisi. Endelea kuliamini shirika lako la NIC, na amekwambia wanapatikana Mwanza na mikoa ya kanda ya Ziwa, lakini pia wapo kwenye social media, nazungumzia NIC Kiganjani, lakini wanapatikana pia kwa namba, ukitaka kuwapata pale kwenye website wanapatikana. Lakini ukitaka kupata ama kujua na zaidi ni nyota 150 nyota 44 reli, unawafikia, unapata pale. Kama ni mwanachama unapata kamkopo fulani, ama kuna vitu vingi unataka kuwauliza ili waweze kukusaidia. Nikushukuru sana kwa niaba ya timu nzima, makameramani wangu wote ambao wamehakikisha kwamba tunakufikia vizuri. Asante kwa ajili ya Sumuni, asante kwa ajili ya Makeba, asante kwa ajili ya Isaya, wote ambao tumekuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho. Wiki ijayo tutakuwa ofisi gani tutakwambia, endelea kubaki na sisi, na kama pia unahitaji vipindi kama hivi vifanyike ofisini kwako, usisite kutafuta. Namba yetu ni 0761586020, 0761586020. Kama unahitaji matangazo moja kwa moja kama haya, ama unahitaji program kama hizi zifanyike kwenye taasisi yako ama ofisi yako yote, sisi tunakufuata ulipo na sisi tunasogea hapo hapo. Mimi ni Fabian Fanuel kwa niaba ya timu nzima, kwa niaba ya mgeni wangu ama ni meneja wa kanda, huyu meneja wa NIC Stella Marwa, tunakushukuru sana. Tunasema asante. Njoo NIC upate faida zote ambazo zimezungumzwa, na naamini utajutia. Shirika ambalo liko certified na shirika la viwango la kimataifa IOS. Ajabu sana. Mimi nikushukuru na asante, na uwe na wakati mzuri. Meneja, mimi nikushukuru, asante kwa wakati wako. Niwakaribisha watu waje NIC, hawatajuta. Asante na uwe na siku